nayo furaha ya pekee kuwakaribisha wapenzi watazamaji wetu na wafuatiliaji wa vipindi vyetu vya Dira ya Maendeleo. Leo nayo furaha ya pekee kuwakaribisha tena, kwamba leo tumetembelea shamba, miongoni mwa shamba darasa letu kwa siku ya leo, ambalo kama unavyoona mbele yako, hili ni banda kwa ajili ya kufuga nguruwe. Hapa ni sehemu ambapo mfugaji wetu anafuga nguruwe. Kwa hiyo katika masaa ya leo ninawakaribisha tena. Tutakuwa na mada mbalimbali ambazo zitawafikia na zitakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine katika hali ya ufugaji. Unapohitaji kufuga nguruwe ufanye nini? Na mada ambayo tutakuletea katika siku ya leo, tutakuwa na mada mbalimbali. Miongoni mwa mada tutaangalia banda bora la nguruwe. Unapohitaji kufuga nguruwe unahitaji kuwa na banda bora. Kwa hiyo tutaangalia baadhi ya structure au parts ambazo zitapatikana kwenye banda bora la nguruwe. Nitawaonesha baadhi ya sehemu ambazo ni muhimu sana katika ufugaji wako wa nguruwe. Nitawaonesha, fuatana nami mpenzi mtazamaji. Unapoona mbele yako hapa, hii ni structure muhimu sana. Kabla hujaingia kwenye banda lako la nguruwe, hii ni sehemu muhimu sana. Hii tunaita ni footbath, au kwa jina jingine tunasema ni security. Hii hapa ni kwa ajili ya hiki ni kishimo ambacho kimejengewa, lakini hiki hapa ni kwa huwa tunaweka dawa. Hii dawa ambayo huwa inawekwa hapa zipo dawa nyingi, lakini dawa maarufu ambayo tunaitumia ni Viridi. Hii Viridi huwa inawekwa hapa kwa ajili ya mtu anapokuwa akiingia kabla hajaingia kwenye banda letu, anaingiza miguu yake. Nitafanya kama ambavyo ninawaelekeza. Unaingiza miguu yako vizuri kwenye hii footbase yetu. Unaingia biosecurity yetu, ukishaingiza miguu yako na kisha imekaa vizuri na miguu umejiosha vizuri. Hii kwa nini tunafanya hivi, na kwa nini kwenye banda letu la nguruwe kuwepo na hii structure? Hii hapa kwa ajili ya kuua wale bacteria wakati unatembea huko na huku, aidha viatu na nini vilidaka zile bacteria. Kwa hiyo ukiingiza miguu yako kwenye hii biosecurity yetu, tunapunguza au kuua kabisa hao bacteria. Sasa tutaona baadhi ya parts kwenye banda letu. Hii ni sehemu ya kwanza ya biosecurity, lakini pia tunapokuwa tukiingia, tupatane nami. Hii ni sehemu ya pili pia. Hii ni sehemu ya pili kwenye banda letu. Hii pia inaitwa ni biosecurity. Hii ni kazi ile kama ile shimo la kwanza. Kazi kubwa ni kuzuia infection ya bacteria kwenye banda letu. Tutaendelea kuangalia baadhi ya structural parts kwenye banda letu bora kwa tunapohitaji kufuga nguruwe. Kwa hiyo niwaombe watazamaji wetu wa DSTV, tuendelee kufuatilia. Tutajifunza vitu mbalimbali, vitu muhimu. Unapokuwa unapanga kufuga nguruwe wako, lazima uzingatie kuwa na banda lililo bora kwa ajili ya kuwasaidia nguruwe wako kukua na kuendelea vizuri. Kwa hiyo hii sehemu unayoiona ni sehemu ya uwazi ambao unaweza kaweka vyakula vyako, au unaweza kuwa unapitisha mizigo mbalimbali kwenye hii banda. Hii nafasi ni ya muhimu sana kwenye banda letu. Huu uwazi ni wa muhimu sana. Tutaingia kwenye baadhi ya vyumba, tutaangalia pasi muhimu sana kwenye banda letu. Miongoni mmoja hapa banda letu. Hapa ninaingia kwenye banda letu, na huku ndani kama tunavyoona wapenzi watazamaji wetu, hii hapa ni kwanza unaona chumba ni kikubwa, ina space ya kutosha. Kwa hiyo pia ukiona pia hii floor ni concrete kabisa, ambao haina utelezi. Haina utelezi.
Ya, kwa nini mwingine anaweza kujiuliza kwa nini nisiweke kwenye banda yangu, kwa nini nisiweke marumaru? Hapana. Unapaswa uweke floor ya kawaida ambayo hairuhusu utelezi wowote kwenye banda letu. Hii ni baadhi ya structure, lakini pia tutaangalia hii ni structure ya kwanza. Floor lazima iwe sio haitelezi, ambayo haitelezi. Lakini pia structure nyingine ya muhimu kama unavyoona wapenzi wetu watazamaji, kuna mfereji ambao huu hapa unasaidia kwenye kutoa ule uchafu au kinyesi cha nguruwe na mikojo. Unapokuwa unakuja kusafisha banda lako, inakurahisisha kutoa huu uchafu na kwenda nje. Na wakati mwingine mtu anaweza kuvuna mbolea huko nje, kwa sababu huu hapa ni mtaro ambao unakuondolea huu uchafu kwenye banda lako. Hiyo ni structure ya pili. Tunaanza na floor, lakini tunakuja kwenye mfereji ambao unaondoa huo uchafu kwenye banda. Structure ya tatu ni hizi hapa mbili, water trough pamoja na feed trough. Hii kubwa tunaita ni feed trough, lakini hii hapa ndogo tunaita ni water trough. Hii ni kwa ajili ya chakula, lakini hapa wapenzi watazamaji wetu wa DSTV, hii hapa ni kwa ajili ya maji. Tunaweka maji kwenye hii section kwa ajili ya nguruwe wetu kupata maji wakati anapokuwa akihitaji maji. Hiki hapa tunaweka chakula wakati wa asubuhi au jioni kwa ajili ya kupata mahitaji ya nguruwe wakati anapokuwa akihitaji chakula chake. Kwa hiyo hizi hapa ni baadhi ya parts ambazo tumeziona kwenye banda letu la nguruwe. Lakini pia sehemu nyingine ambayo ni ya muhimu unapokuwa unatengeneza banda lako au zile section, tumesema ni space ya kutosha. Ni space ya kutosha, nafasi ya kutosha kwenye banda lako. Lakini pia hakikisha pia unapokuwa kutengeneza banda lako, huu hapa ni mlango. Mlango wako lazima uwe unajifunga kwa nje, lakini pia kama hivi. Ya, unajifunga unafungia kwa nje au kwa ndani. Unapokuwa unafanya shughuli zako za kumosha nguruwe au unapokuwa unakimpatia chakula, kisha unafunga kwa nje au kwa ndani. Hii inakurahisisha sana kwenye kufanya usafi, lakini pia na shughuli zingine. Kwa hiyo ni washukuru sana wapenzi watazamaji wa kipindi chetu cha DSTV na kipindi chetu cha Dira ya Maendeleo. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu ambacho tulikuwa tunaangazia banda bora la nguruwe liweje na parts zake ziweje. Niwashukuru kwa kutufuatilia na kuendelea kupenda vipindi vyetu vya kila siku ambavyo tumekuwa tukiwapa na tukiwapatia jumbe kwa ajili ya ufugaji. Kwa hiyo somo hili likawasaidia wafugaji, likawasaidie kupiga hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini pia usisite kulike, kushare ili na wengine pia waweze kupata hizi jumbe ziwasaidie kwenye ufugaji wao wa kila siku. Asanteni, karibuni wakati mwingine kwenye vipindi vyetu vya Dira ya Maendeleo, hasa katika ufugaji. Bye.